Bwana mkubwa Kikwete amemuita Nchimbi ili amkalishe Nchimbi asijihusishe na kuwatetea Watanganyika. Kikwete ndio mzee na rais mstaafu pekee aliye hai upande huu wa Tanzania bara au Tanganyika, ambaye hatujawahi kuona akitoa public statement yoyote, hotuba yoyote kuonyesha kulaani, kupinga, kuwapa pole Watanganyika waliouawa, maelfu waliopotelewa na ndugu zao. Hajawahi kuonyesha uzee wake wa kuonyesha kuumia juu ya vifo, utekaji, upoteaji wa watu. Lakini Nchimbi ni mtu ambaye pamoja na kuwa kwenye chama cha mashetani, chama cha CCM, lakini bado Nchimbi ameonekana mara kadhaa akionyesha ni kama kuna namna hapendezwi na kinachoendelea. Sasa Mpambe aliyekuwa namtetea Nchimbi kafanyiwa hayo aliyofanyiwa, na kwa namna moja nyingine hata sisi wadau wengine tumetaka Nchimbi angemtetea mtu huyu hadharani, aseme neno, kwa sababu mtu anayekutetea hadharani akikutwa na tatizo ni akiba ya kwamba na yeye anatakiwa umtetee hadharani. Inawezekana Nchimbi akiwa anatafuta aseme neno, huenda ndio Kikwete ameenda aidha kumtisha au kumpoza au kumpanga Nchimbi kwamba hizo zinazochinjwa huko ni sisimizi. Kwa hiyo wewe pengine tulia, ndio maana mimi huoni nikisema chochote juu ya sisimizi hao. Anyway, nafahamu namwongelea Kikwete nini. Nafahamu kwamba namwongelea kiranja, bosi wa Samia. Samia ishasema bosi wangu. Najua namwongelea Kikwete ambaye kwa namna moja nyingine inawezekana hiki kinachoendelea Tanzania, Tanganyika, yeye ni mnufaika mkuu. Namwongelea Kikwete ambaye najua huwa hahitaji kujadiliana na mtu anapoona hajasemwa anavyopenda. Wengi wanaishi Kikwete ambao walinufaika kwenye utawala wake, wanaishi Kikwete alikuwa nakubali kusemwa vibaya, lakini kumbuka akina Dr. Ulimboka waling'olewa meno bila ganzi wakati wa Kikwete. Kumbuka akina Daudi Mwangosi walisambaratishwa na mabomu wakati wa Kikwete. Na kwa hayo na mengine mengi, kwake ilikuwa amani tu, hakukuwa na sauti ambayo ilionyesha waliofanya hivyo amekerwa nao. Vifo vilivyotokea Tanganyika, utekaji, upotezwaji wa watu, Kikwete yuko ndwi. Na ikiwa pengine alikuwa na mshauri Nchimbi kwa bwana, wewe tulia tu, haya mambo yafike 2030. Mimi nachoishi nimepasuka tu hapa, nimeona nipasuke tu kweli. Nafahamu naongelea Kikwete nini, nafahamu Kikwete tu ukimgusa effectively anaweza kufanya nini bila hata kutumia maonyo na maelezo yoyote. Yeye anaweza kaa na kuonya wakati anacheka lakini wakati ameshamaliza kila kitu, kesho kusikia kimekutokea chochote huko hai. Sasa wengine sisi tushajifia. Ninachosema Kikwete hajaonekana kuumizwa kwa namna yote na vifo vya Watanganyika. Huyo Nchimbi ndo ambaye kidogo kaonekana anaumizwa. Kikao ulichomkalisha hapo ni kikao cha nini?
niwaambie tu timu Nchimbi, timu Nchimbi tu tuwaambie kwamba njia ya kujisafisha ni hii tu moja. Njia ya kujisafisha ni hiyo tu moja, kwamba mhakikishe munajitenganisha, mnajitenga na kuonekana kabisa mko kinyume na yote yaliyoendelea. Ndio njia yenyewe kujisafisha, lakini ndio njia ya kuonekana mashujaa. Shujaa mara nyingi hutokea katikati ya mateso makali ambayo hakuna wa kufanya chochote, na mara nyingi shujaa ni rahisi sana kutokea katikati ya wale wanaotesa. Angalia akina Muammar Gaddafi na wengine wote, kina Ibrahim Traore, wengine wote ambao walikuja kuleta utulivu, akina Paul Kagame walileta utulivu kwenye jamii zao. Walitoka kwenye ushirika ule ule ambao ulikuwa ni kama wanautumikia, ni kama wananufaika nao, lakini mwisho wa siku walifika maana kusema hapana, ubinadamu una thamani kuliko mali, kuliko cheo. Wakapenya katikati pale, wakaonekana mashujaa kwa nchi zao na kwa watu wao. Mimi niwaambie, isiwe kwa namna ya kupangwa na kama akina Kikwete, ambayo inawezekana tu kabisa kupanga kwamba 2030 huko utaona. Mimi nina uhakika kwamba ikiwa 2025 waliwawekea msichotaka, na wote tulipokuwa tunazungumza kule nyuma mlikuwa mnasema hapana, yote haya yataisha 2025. 25 tunapindua meza, 25 hatutakubali, na neno leno hili hatutakubali. Mlikubali na mkaimba praise and worship za kwamba kila utekaji na mauaji aliyofanya Samia na utawala wake ulikuwa ni ushindi. Mlikubali. Wabunge waliwawekea wanaowataka, hakukuwa na cha demokrasia, hakukuwa na cha kufuata kura za maoni siyo na nini, waliweka wanaowataka. Mlikubali, ndio kukubali kwenyewe. Ubaya usiukatae kwenye misimu inayoonekana ndio misimu maalum ya kukatalia ubaya. Ubaya unaotendwa leo ukatae leo, uonyeshe msimamo leo, upinge leo, hangaika nao leo. Tena ni vizuri unapinga ubaya waziwazi. Ubaya msiupinge kana kwamba wenyewe ndo uzuri. Uzuri ndo itakiwa kupingwa kwa siri, ubaya upinge tu waziwazi. Niwaambie tu timu Nchimbi kwamba namna yoyote ambayo kama kiranja Kikwete amemkalisha Nchimbi, namna yoyote ya kusema pengine kama Nchimbi kuna movement yoyote ya kutafuta haki itendeke, ionekane, mwafaka upatikane kwenye nchi, kuonekane kwamba kuwa mwenye haki unatakiwa uishi salama kwenye nchi. Mimi niwaambie mwaliko huo, mwito huo, kitisho hicho, kama una kitisho chochote msikubali. Hiyo movement tu iendelee na itokee tu waziwazi, itokee hizi mapicha haya yanayoonekana haya ndio yanatumika kuonyesha kabisa kwamba kuna jitihada fulani zimejaribu kufanyika kushinikiza dhuluma, mauaji, utekaji, utesaji wa watu, ubambikiaji wa mikesi ya ugaidi na vitu kadha wa kadha vinavyoendelea. Ni vitu ambavyo tunavikataa. Vikataeni, ni njia ya kujisafisha. Vikataeni tu kabisa, vikataeni. Kikwete kwa nini hajihusishi, hasemi chochote? Kikwete, mauaji yanafanyika, utekaji, uporaji, ubadhirifu, ufisadi, mambo mengi, nchi inabanangwa, inabagazwa na vitu kadha wa kadha. Kwa nini asemi chochote? Kwa nini asemi chochote Kikwete juu ya mauaji haya na mabaya haya? Taka tuamini kwamba yeye ndo rais anayeongoza nyuma ya kapeti na mnufaika mkuu wa mauaji,
mchora ramani, msimamizi mkuu wa mauaji, utekaji, mateso yote yanayoendelea. Naijua nguvu yake. Hata ninavyozungumza hapa, ya shaka mimi nimeshawahi kuzungumza mambo mengi yanayoonekana nimeshakata tamaa ya kuishi, lakini ukweli ni huo. Tukiishi tutaishi kwa sababu tutakuwa na haki ya kusema na kuonyesha wasiwasi wetu juu ya lolote tunaloliona haliko sawa. Tukifa ni faida kubwa. Fadhali kutokuwa hai kuliko kuwa hai kwenye nchi ambayo unatakiwa useme yale tu ambayo mtu fulani atataka. Nafahamu Kikwete kwa sasa inawezekana ndiye Mungu wa Tanzania, wa Tanganyika, anayeweza akawa msimamizi mkuu wa nani atakuwa hai, nani hatakuwa hai. Nimesema haya, najua ni makubwa, najua ni maneno makubwa. Inawezekana mtasikia wachache au mtasikia wengi, lakini kwa sura ambayo karibu kila mtu atasema huyu haogopi, huyu haogopi, huyu atakuwa salama wiki mbili, siku vyovyote itakavyokuwa. Lakini nasema Nchimbi asikubali kitisho chochote au ushawishi wowote. Ukikubali huo ushawishi, ukaukubali, ukajua basi kiranja Mungu kasema na iwe hivi, wenyewe hawaachi kupanga mambo ambayo pengine wewe kesho na kesho kutwa tunaweza tukasikia tu moyo ulishtuka. Mtu yoyote mkubalie anapotaka mfanye mema, anapotaka mulinde jema. Mtu yoyote anapotaka mulinde uovu fulani na ubaya fulani, ndio ulikuwa kwenye himaya yake, ndio umeonyesha busara. Inawezekana ni busara kwenda, kama alikuita, alikualika, lakini ubaya wake wowote ambao pengine anaweza kanataka ulindwe, mimi ni washauri. Najua ni vigumu kuona mtu anaongea hivi ninavyoongea, taja hii jina Kikwete effectively kwa sura kama hii. Ni washauri, kataeni ubaya wote na utaka mulinde. Kama kuna ubaya wote nasema tuulinde, tunyamaze hapa. 2030 kule tawekana tu sawa, kila kitu kitakuwa sawa. Hakuna kitakachokuwa sawa. Mimi niwaambie tu, ukombozi wote usipopatikana hapa, inawezekana kabisa 2030 rais mtake msitaka atakuwa Ridhiwani Kikwete, sababu hiyo inaweza kuwa ndo njia pekee ya Kikwete kuwa salama, kwa sababu anaweza akawa anajua nyie wengine wote mnaweza mkageuka mkipata pawa, lakini Ridhiwani hawezi kuja kumgeuka baba yake, na pengine na kundi lote lililofanikisha ubaya mwingine wowote ambao inawezekana ndio anaweza akawa anaulinda kwa vikao kama haya. Inasema komaeni wote mnaotaka kujisafisha kutoka kwenye udhalimu huu na damu hizi. Komaeni kabisa. Hongereni na asanteni kwa kunisikiliza.